Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza, nawe mpendwa mfuatiliaji wa Mwangaza Digital, tusikilize ujumbe na tafakari ya mtafakari leo tarehe 8 Aprili. Mungu anafanya kazi katika moyo wako ambao unaochochea kama tanuru la upendo. Nini sasa ari ya kweli kama sio hamu ya upendo? Mungu anafanya kazi katika moyo wako ambao unaochochea kama tanuru la upendo. Nini sasa ari ya kweli kama sio hamu ya upendo? Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza, leo Mtakatifu Gaspari anatufundisha juu ya wito mzito wa kiroho ambao unalenga kuamsha upendo wa dhati kwa Mungu na jirani. Tukiongozwa na tasarufi ya damu azizi ya Yesu, Mungu anafanya kazi katika moyo wako. Hii inaonyesha kuwa utakatifu si juhudi za binadamu pekee, bali ni ushirikiano na neema ya Mungu inayofanya kazi ndani ya mwanadamu. Moyo ndiyo kitovu cha maamuzi na hisia, hivyo Mungu anataka kuugusa ili ubadilike. Pia Mtakatifu Gaspari anatumia picha ama lugha ya picha ya tanuru. Wapendwa, kama tunavyofahamu fika, tanuri huwa na moto mkali na ambao hauzimiki kwa urahisi. Hivyo basi Mtakatifu Gaspari anatuonyesha kuwa upendo wa Mungu ndani ya moyo haupaswi kuwa hafifu. Mioyo yetu inapaswa kuwa tanuru lenye moto mkali utakaounguza ubinafsi, uvivu, uwivu, tamaa, choyo, hasira, dhambi zingine, na kuacha hamu ya kutowatumikia ama kuwahudumia watu wengine. Lakini anapozungumzia ari ya kweli kama sio hamu ya upendo, anatuhimiza kuwa ari hii haina chanzo kingine zaidi ya upendo wa dhati. Ndiyo maana wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo wamefungamanishwa katika kifungo cha upendo, ambao kifungo hicho ambapo lengo la kifungo hicho si kutafuta sifa, bali msukumo wa ndani wa kupenda kama Kristo alivyopenda. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 22 aya 37 hadi 39. Wapendwa, tujifunze mambo matatu toka kwenye ujumbe huu wa leo. Mosi, tuache Mungu afanye kazi mioyoni mwetu kupitia sala na sakramenti. 2, tuhakikishe maneno yetu yanakuwa na chachu ya upendo na yasiwe ya kutimiza nyajibu. 3, tuwe na ari ama shauku ya kueneza Injili, kusaidia wenye uhitaji, tukiongozwa na kauli mbiu ama tasarufi ya damu azizi ya Yesu. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Joseph Jonas Makia wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu. Itukuzwe damu ya Kristo.